kitabu hiki ni kama manual ya Christian life. Ni manual ya maisha ya Kristo. Colossians hizi barua ambazo Paul aliandika na zikachukuliwa kuwa canonized ilichukuliwa kuwa scripture. Kuna vitabu kama 7 hivi waliacha nje: First Maccabee, Second Maccabee, Third Corinthians, ambayo ndio inatakiwa iwe Second Corinthians, na vitabu kadhaa, kitabu cha Juda na zingine waliona zilikaa personal, so hawakuweka kama scripture. The church fathers waliokuwa kule mbele, but they are very useful Christian books ambazo initially zilikuwa part of the Bible. Wakati hiyo Bible First na Second King ilikuwa kitabu moja, First na Second Chronicle ilikuwa kitabu moja, First and Second Samuel ilikuwa kitabu moja, Joshua na Judges ilikuwa kitu moja. Waka separate hivyo kwa ajili ya canonizing. This one inakuwa inspired, hii iko na haifundishi doctrine yoyote, and so the first letter ya Paul to the Romans, hizi barua zote zilikuwa zina deal na doctrinal issues, kwa Kiingereza doctrinal issues, mafundisho ya wakati huo, ambayo kuna watu wamechanganyisha Judaism na the law of Moses na sasa the new covenant. So ilikuwa inachukua shida watu kuchanganyikiwa. So mabarua hizi First Corinthians ni kufanya vile watu wajue jinsi ya kuishi katika kanisa, kuishi na mmoja na mwingine, maana kulikuwa na mabishano na masengenyo na kuraruana na competition mpaka ya kunena na ndimi imerudi. Kanisa ya Wakorintho na ionanga kama kwa Pentecost wa sasa. He addresses speaking in tongues. Anasema, do all speak in tongues? No. Do all prophesy? No. To all. So akasema, it is the Holy Spirit who has given each a gift for the same purpose, to build the body of Christ. Mwili ujengeke. Na akapeana ministry gifts, apostles, prophets, pastors, evangelists and teachers. For the same. Watu wakawa wananena na ndimi kwa kanisa ya Korintho bila control. Akasema wanyamaze. Kama hakuna interpreter, usiongee kwa ndimi kanisani. Tuko pamoja? Walikuwa wanaitumia kubishana. The more that is the person anayenena kwa ndimi zaidi, naye mwingine anafanya unabii zaidi, hata ingine ya kweli na uongo, ndio ukae uko spiritual. Pentecost imefikaje tena? Tumeenda pale ukijazwa roho mpaka unene na ndimi ambazo hazieleweki hata tuelewani. And wapendwa wamesumbuka, wamejaa. Mhubiri anakuja hapa anasema, hujawahi kujazwa, unenangi na nini? Na watu wanatokelezea. Sema hata wewe 40 years kwa huduma unatokelezea. Ni kutoelewa hiyo kanisa ya wakati huo. And then Corinthians, and then First Corinthians, Second Corinthians, to solve shida za church, how people relate with each other in the church, hizo ma competition na kuumana. Akawaambia mchunge msikulane.
mkamalizana na grace. Wengine wanasema mimi ni wa Apollo, mkamanyiko. And then there is the book of Galatians, ambayo watu wameanza tena kurudi kwa sheria ya Musa. So anawauliza, mlianza kiroho, nani aliwaroga nyinyi wa Galatia? Akacorrect watu wasiende kiyuda. Judaism, circumcision made by human hands. And then Ephesians and Colossians, akapeana manual ya vile Mkristo. Kwa hivyo hizi barua mbili zote ni prison of epistle. Alikuwa amefungwa gerezani, anaenda. So alipokuwa gerezani, wapendwa, akaandikia haya makanisa, na ni kama akaandika manual ya maisha ya Kikristo. Ukiangalia vitabu viwili zinakaa nafanana, wa Efeso na wa Kolosai na Colossians. So unakuta anaambia what Christ did for us, who Christ is, what Christ did for us. That is our position now in Christ. And then how you live that position in Christ. Now the life after hapa. Kitu kilichofanyika, kitu a mystery ya kanisa ambaye amefundisha katika Wakolosai hapa na amefundisha katika Waefeso. Ninawaonyesha siri ambayo imefichika tangu dunia kuumbwa. A mystery which is the church. Wakati kanisa limefunuliwa katika New Testament, wacha nieleze alafu tusome. Mbingu na dunia ilifanyika same thing vile Mungu aliintend. Mungu hakutarajia mbingu iwe huko juu mbali, huko anaishi huko ambako hatujui. Na sisi tuko huku vile Biblia inasema ardhi na mbingu iko mbali with each other. Hakukusudia hivyo. Ni wakati mwanguko wa mwanadamu uliingia ndio separate. Every evening Mungu, Biblia inasema God, in the beginning God created heavens and the earth. And then anafu the earth. The earth was empty, darkness covered it. Maana heaven, Mungu mwenyewe the light, so darkness haiwezi kuwa. So he came huku chini. Mhubiri wetu last Sunday alituambia God didn't like to see the darkness. Akaiambia itoke light iwe, and it was. So Mungu angeshuka every cool of the day. Watu wanasemanga ni evening. It's not necessarily evening. Usiweke kila akiko. A cool of the day inaweza kuwa very early in the morning. Pia kuna kuanga cool. So watu wameconclude alikuanga anakuja evening. So wana-emphasize kukutana na Mungu jioni, wanaunda dini zao hapo. Usiunde dini. Cool of the day inaweza kuwa hata saa 7. Inategemea day iko aje, imekula aje. So God used to come. Heaven and earth is one. Niguzie neighbor, mwambie mbingu na nchi ni kitu moja. That's how God had designed it. Yeye akiwa mbinguni, mwanadamu anatawala duniani jinsi alivyo mbinguni. Na ndio Yesu akafundisha, akasema mkiomba, ombeni hivi: Baba wetu aliye mbinguni. Na then unamtukuza, adoration, ile act. So wale tunasoma maombi inakuanga act. Adoration, confession, na thanks, giving, na petition, hiyo prayer yenyewe, asking. Now, Yesu akasema mseme hivi: ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie jinsi
ilivyo wapi? Mbinguni. Kama utakatifu uko mbinguni, hata dunia kuwe utakatifu. Kama kuna kuishi kwa imani mbinguni, hata dunia tuishi kwa imani. Kama wa malaika na masarafi wana worship mbinguni, hata duniani aworshipiwe, aabudiwe. Hebu mtu aseme amen. So siri ya kanisa ambayo ilifichwa ni kwamba hapo mbele Mungu angelishuka na anadili na mwanadamu mmoja. Anatafuta Abraham, inakuwa wanatembea tu na Abraham. Kama ni Abraham ni Abraham, akitoka kwa Abraham ni Isaac, akitoka kwa Isaac ni Yakobo, ameacha kina Esau kando, akitoka kwa Yakobo anakuja kwa Juda, akitoka na kina Musa kidogo wa Lawi, and then anarudi kwa Yakobo Juda, and then akitoka kwa Juda anakuja kwa kina David, kutoka kwa David anakuja kwa Yesu, uzao wa Daudi wa Juda, Bethlehem ya Juda, and then from Jesus kanisa ikafunuliwa. Siri, kama kuna kitu Wakristo hatujafundishwa, ni siri ya kanisa. Siri ni hii: kichwa kiko mbinguni na mwili uko duniani. The body of Christ, ambayo ni church, ambaye Kristo ndio kichwa. Yesu amekaa mkono wa kuume wa Baba mbinguni, na mwili tuna operate wapi? Hapa. Na ndio anasema those who believe shall do greater works. Maana amekaa kinasiri, wakati unaanza kuombea mgonjwa, it's not you, ni mkono ama ni part ya mwili duniani. Ni kama yeye sasa kichwa akiwezi kuja kuwekelea mtu, wewe ndiye mkono. Unapofanya hiyo hatua ya imani ya kufanyia mtu kuamini Mungu for a miracle, God na mbingu yote ambayo kichwa kiko kinasema amen. Na ndio inakuwa greater works they will do than this. Yeye alikuwa anafanya. Mbingu anasema chochote mnafunga duniani ninafunga mbinguni. Chochote mnafungua kinafungua. Mbingu na nchi sasa inaoperate hivyo. Heaven waits, ufunge mapepo inafunga. Open inafungue milango inafunguka. Maana ashaambia wateule, I lay before you an open door, nobody can shut. So wewe ukiamua kuingia kufunga ni wewe. So wacha turudi Wakolosai chapter 1, tuende hapo kwa ajili ya time. Wakolosai, Colossians. Kuna argument uendelea, wacha nieleze maana utasikia wahubiri tofauti. Kwa hiyo kwa sababu nafundisha, wacha nieleze. Wahubiri wengi na kadhaa wanaamini hii barua Paulo hakuanzisha hii kanisa. Wanaamini hivyo. Wengi theologians wanaamini Paulo hakuhusika na kuanzisha kanisa ya Wakolosai. Lakini sisi tuko na theologian kwa kina sisi ambayo tunakataa. Maana kule wanatumia ni maana anasema mlipata hii habari kupitia Epaphroditus, wanaita Epaphras. Eti ndio aliwafundisha na wanaamini ni yeye alianzisha hii kanisa. Sasa tukisoma tunaangalia the missionary journey iliyozalisha hii kanisa. Ametoka Antiokia na sasa wako na Silas. Maana wamekosana. Okay, they have differed, si kukosana na Barnabas kwa ajili ya John Mark. So Paulo akachukua Silas, wakaenda this missionary journey. Wakaenda Efeso zote ziko Asia Minor. So Efeso ni province. Wakaenda the capital city ya hiyo ni Ephesus. Mahali kuna major city ya biashara ambapo kuna
worship ya Artemis ama Diana. Watu wanaita watoto wao Diana. Wanamwekea jina nzuri. Diana was a goddess ambaye alikuwa goddess anayehusika na fertility na kumwabudu kwa church. Hata Corinth walikuwa wanaworship huyo Artemis ama Diana, a goddess wa fertility. So mwanaume akitaka mke wake azae watoto, anaenda kwa temple, analala na 1,000 prostitutes wako kwa temple ya Diana. Ndio sasa Diana aache fertility iende kwa shamba, fertility iende kwa mambo yake. And it was an immoral religion. That was a goddess. So Paul wamefika Ephesus where there is this worship. Wakafungua church ya Ephesus. Akaenda Phrygia. Phrygia is another province inapakana na Ephesus. Another province ambayo miji yake kuna miji kama 4 ambayo imetumiwa kwa Bible. Mji wa kwanza ni wa Colossians. Colossae was one of the trade center ya Phrygia. Sasa ukitoka Ephesus kabla uende Laodicea ambayo ni headquarter area province ya hiyo eneo ya Phrygia, utapita Colossae. Sasa wale wanaongea argument wanamaanisha Paul alitoka Ephesus akaruka Colossians akaenda Laodicea akafungua kanisa ya Laodicea, akaenda Galatia mbele akafungua kanisa ya Galatia, anaruka wa Efeso mara ya pili. Biblia inasema they went round wakitia watu moyo kwa makanisa alikuwa amefungua, na kanisa moja ni Laodicea na hii Colossae, kwa anawatia moyo na ajabu. So Paul opened this na hao wengine wakaendeleza injili. Bwana asifiwe. Kanisa ya Warumi anatuma kanisa, anasema salimia Priscilla na Aquila na kanisa inayokutana nyumbani mwao. Hao wapendwa walikuwa walinihifadhi kwao. Haimaanishi eti anaenda tu kwa kina Priscilla na ile kanisa haijui. Colossians chapter 1. Tutaanza from verse 1 tuliachia mahali but tuanza verse 1. Kwa wale wanajoin, tunataka kupiki mambo kadhaa hapa. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. So wako na Timothy kwa hapo saa hiyo. Hatujui kama Timothy amemtembelea, maana ni Paul hapo prison, but ni kama wako pamoja. Anasema an apostle of Christ by the will of God. Mafundisho iliyokuwa hapa katikati ya wiki, kimbilia leheni yako, iko kwa hiyo verse. Paul anajijua and he knows he was called by God's will to be an apostle. An apostle by the will of God. He knows his role in the work of God. He knows. You are not guessing. You are not a pastor because men appointed you to be a pastor. Men are vessels wa Mungu. Kukupatia nafasi Mungu amekuitia. Bwana asifiwe. You are an usher. Unapatanga nafasi ya kufundisha hata maybe kwa watoto. And you think ni watu waliokupatia. God made it. Kuna watu wengi tu wanaweza fanya hiyo kitu unafanya. Kwanza kwa hii church. Bwana asifiwe. Kuna wengi sana. Hebu wewe hata kucheza alafu Mungu aombe haya. Unibibilia ni wewe ni hao watu. So you are not doing it because you are watu. It is, I am an apostle, not me, Paul, by the will of God. I am what I am by the will of God. You have to understand your role in the bigger picture
serving. Ukianza kuhudumia wanadamu watakukwaza, hata mimi nitakukwaza. Na hata saa hii naongea naweza kukukwaza. Na uache kufanyia Mungu kile Mungu anataka ufanye nini? Umfanyie, maana wewe whose will, by whose will. Wengine wetu tulipoitwa Yesu, we have worked under kina Archbishop Kitonga. We have worked under wengine akina Mwaka na wengine wakiwa wanaongoza region akina Munganya, wakiwa viongozi akina Lai. But it's not their will. Si wao walituita. Kwanza inafika mahali hata wanaweza kufanya ufunjike moyo. Nakumbuka siku moja pastor wetu Ngoto akaingia kwa mkutano, Huruma amechelewa. Vumbi imejaa ufu kwa viatu na kulikuwa kumekauka kama saa hii ya kujanyesha. Akaingia already Archbishop Kitonga anaongea. Anza kuaddress, ilikuwa mkutano ako na session. Ngoto akaingia, Pastor Ngoto, ndio unaingia? Kwani umekuja mkuu? Maana pastor amesweat anajipanguza na kunachwa. Akasema yeye, nimetembea kutoka pale Sabei, nimekatia hapo Mathare North nikikuja. Akasema una gari? Ngoto akasema sina. Akasema hiyo baka sema mchungaji yeyote ambaye anaenda mkuu hajaitwa. Kama bado unatembea na sisi tunaenda mkuu saa hiyo pia. Umjaitwa. Niliona sarakasi kwa wachungaji. Pastor Kaboi sasa Mungu amembariki. Kaboi alienda kanunua kigari kingine. Exhaust inaangukanga ukitembea. Akikwambia nikupatie lift, unaambia bado niko sawa. Ndio usibebwe, utasukuma hiyo kitu ukiingia hiyo kitu. Niwe utatu usukuma ikikwa pale. Sasa ananunua ni approve ameitwa. Pastor Kimo hapa koma akanunua BMW kizee KB something. Kile nakunywa mafuta, kiwezi fika town na 200 na siku hizo. Watu walinunua vitu, mpaka Mreidha hapa tena alikuwa assistant wa Mungani akahubiri hapa revival. Mreidha huyo alihubiri hapa akaombea mtoto kiwete mguu ikarudi. Mreidha hapa tena kwa JCC na pia anasimamia JCC pale Nairobi. Sasa Mreidha akihubiri ananiambia tutafanyaje? Sasa Pastor Mungani nimemwambia itisha washirika wamchangie nyumba kanisa yenyewe gari, amekataa. Hana gari na niopasia. Ulisikia vile mkubwa alisema, ambia wewe uende muitishie. Sema sasa nitaanza pastor ataki. Mungani ameenda kwa Bwana akiwa anaendesha magari mazuri, haikuitishwa na watu. At the right time, watu waliwazika wengine, wale wahubiri wazuri. Unalinganisha huduma na so human being who you are a pastor by the will of who. Waimbaji Bwana asifiwe. Wakati mmeimba whose will, by the will of who? Is it by the will of people? Ndio mtu akikomendi tuka kitu umeshtuka. No, by the will of God. Number 2, anasema to the whole saints in Colossae, the faithful, nasome NIV, the faithful brothers and sisters in Christ. Saints, kuna neno saints. Usiruke tu. This letter inaenda kwa saints in Colossae and the faithful. Neno lingine la muhimu, faithful. Anytime you see that word, ujue kunaongewa kuhusu stewardship.
Anytime unaona Biblia ina mention be a faithful servant. Faithful. As I say, you are not just to be a saint, you are also to be a faithful servant, a faithful brother and sister. This letter kwa hii kanisa ina address the saints in Colossae, the faithful brothers and sisters. Can we say so? Kuhusu a faithful brother and sister in Mwiki Gospel Alive Church. Paul anaandikia kanisa la Waroma. Anasema mpokeeni our sister Phoebe. Mpokeeni anapokuja kwenu Phoebe. Si huyu Phoebe ni Phoebe huyo wa Bible. Mpokeeni inavyostahili watumishi wa Mungu. Kuna mapokezi yanayostahili watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Wapendwa wengi walipokea mapokezi, walipatia watu mapokezi yanayostahili watumishi wa Mungu, na maisha yao ilibadilika. Anytime mtumishi wa Mungu anapitia eneo yako, kuna mapokezi yanayostahili mtumishi wa Mungu, especially wale waaminifu. So Paul anaambia kanisa lile la Warumi, Romans chapter 1, I think verse 1, anasema pokeeni our sister Phoebe, a faithful servant of the church. A faithful servant of the church. Paulo anaandikia kanisa la Colossae, anawaambia to the saints in Colossae and the faithful brothers and sisters in that church. Can it be said about you? Niangalie mtu mwambie, are you faithful? Najua you are holy, you are a saint. Hiyo tumekubali, tumetiki. To the saints, hiyo unasema mimi nimeokoka, nimesafishwa na damu. Hiyo tumekubali. Licha ya kuwa saint, you have to be a faithful brother, a faithful sister of the Lord in the church. Mtu aseme amen. Are you faithful? Can people count on you? Watu wanaweza kumkiagiri, mtafunga na kuomba. You are faithful, kwa hiyo mnafunga na kuomba. Mnakubaliana, you become unfaithful. Wewe unakula maana wakuoni, mbingu ilikuona. You are not faithful to your fellow brothers. You are not a faithful brother and sister. Ungewaambia sitaweza kufunga, mimi nitaomba tu. Au wangi hakunanga mtu anafunga mwingine. You just become faithful. Unamwambia wapendwa, hapo kwa kufunga tutamini kwa ajili ya kazi ile nafanya, sitaweza kuruka chakula. Na wanajua you are faithful to them, so that you are not agreeing with vitu ambako you are not committed to them. You lose the faithfulness, the trust unapoteza. Are you faithful? Bwana asifiwe. How many things have you umeahidi? Umeahidi. I'm not just saying about pledges. Hata kuahidi watu. Acha nisiende Georgia sikumbuke kile ulimwahidi na mjaba. You are faithful kwa kiwango hicho. Ukimwambia I will go out, nikipata pesa nitakupeleka out.